Mulizi, nimeona video zako nyingi sana na watu wanafurahi, wanapenda jinsi mnavyohoji, hukai huku. Kwa hiyo vichwa vya watu bwana vinafunuka sana. Kwanza nikupe pongezi hizo, watu wanafurahi sana na wameniambia nikufikishie. Kwa sababu huegemei upande, ukienda huku na mhoji, ukienda huku na mhoji, ili mradi jamii ijifunze nini tunachotakiwa kufanya katika dunia. Karibu sana. Sawa, nashukuru sana. Sasa leo nikasema tupate elimu kidogo kutoka kwa Waislamu, kwa ustazi kuhusiana na Pasaka. Nyinyi mnaelewa vipi Pasaka? Kwa sababu kwa Wakristo moja kwa moja tunajua ile Pasaka tunaisherehekea siku hizi ambayo kwa Kiingereza wenyewe wanaita Easter. Sisi tunachojua ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Sasa Waislamu mkisema aidha mnasherehekea au hata mnaijua, mtaijua kivipi? Kwanza mnakataga Yesu akufa, akufufuka, lakini je, Pasaka yenyewe mnaijuaje? Kwanza Pasaka ni ya Waislamu. Okay. Pasaka yenyewe ni ya Waislamu bwana Simulizi. Ili Pasaka yenyewe, kile kitendo cha Pasaka ambayo inaitwa kama sikukuu. Kwanza watu wajue wazi bwana Simulizi ni ya Waislamu wala sio ya mtu wa dini mwingine. Pasaka ni sikukuu ya Waislamu kabisa. Kwa sababu ukizungumzia Pasaka, unazungumzia Passover. Passover ni nini? Ni kuvuka juu ya. Achana na wale wanakuambia kwamba kuvuka katika bahari. Passover manake ni kuvuka juu ya. Kwa hiyo kwetu sisi Waislamu Pasaka tunasherehekea na tunasema Pasaka ni sikukuu ya Waislamu, isipokuwa Wakristo sijui wameipata wapi, lakini hakuna ushahidi kwamba ni Pasaka ni sikukuu ya Wakristo. Kwa nini unajua Simulizi? Pasaka asili yake ni watoto wa Yakobo wale 12 walipotoka katika nchi yao wakaenda Misri. Pale ndio unapata historia ya Pasaka. Kwa hiyo kwetu sisi Waislamu tukimkuzungumza Yakobo ambaye amezaa mataifa 12 ya wana wa Israeli, na asili ya Israeli ni Kiarabu kwa sababu Yakobo jina lake, lakini kule kutembea usiku akaitwa Isra, manake ni kutembea laili, usiku. Umenipata? Isra ni kutembea au mwendo, laili ni usiku. Kwa hiyo Israeli manake ni mtembea usiku. Kama unapata ile historia katika Biblia, ilifika mahala tukaambiwa Yakobo akakutana na mtu akapigana naye kule. Kama unapata ile historia mpaka akabarikiwa. Kwenye Biblia tunajua kwamba Yakobo alipigana na malaika. Akaitwa Israeli kwa kuwa alishindana na Mungu na akamshinda. Kwenye Biblia ndivyo inavyosema. Sasa hiyo sio kweli, kwa sababu hata kwenye Biblia ukisoma Mwanzo 32:24 inaonyesha kwamba Yakobo hakupigana na malaika kwa mujibu wa Biblia. Ukitaka tuisome. Hebu ifungue basi tuisome. Hakuna simu. Maana tuseme kwa vitu tupate faida kidogo. Sawa. 32:24 Mwanzo, ili wasikilizaji waone kile tunachokisema kwamba ni sahihi na kipo kwenye mistari. Mwanzo 32 mstari wa 24. Mstari wa 24 anasema hivi. Yakobo akakaa peke yake. Umemwona Yakobo huyo tunayemzungumza sasa? Ndio. Akakaa peke yake. Na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Umeona Simulizi, wewe unasema malaika. Lakini Biblia inatamka mtu mmoja akashindana naye mieleka. Mieleka unajua maana yake? Ndio. Kwamba walipigana kweli kweli. Endelea. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Umeona maneno hayo? Uvungu wa paja kunajulikana kunakaa nini? Sawa? Yaani kinaya tu kinasemwa hapo, katika mapigano ilitokea hiyo. Akamgusa mahala pale. Endelea. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Yakobo akateguka uvungu wake wakati anashindana naye. Endelea. Sasa hapo kihistoria Yakobo akamkaba yule mtu. Akasema niache niende maana kuna pambazuka. Yule mtu sasa ndio anasema niache niende kwa maana kuna pambazuka. Manake hataki sasa jamii ya mchana ije kumuona. Ndio anamwambia Yakobo, umenikaba ujue, niache niende. Endelea. Akasema sikuachi usiponibariki. Umesikia kitendo hiko? Sikuachi usiponibariki. Nani anatoa baraka? Mwenyezi Mungu. Asante sana. Endelea. Akamuuliza jina lako ni nani? Anaulizwa sasa. Jamaa anamuuliza Yakobo, jina lako nani? Akasema Yakobo. Akamwambia mimi naitwa Yakobo. Endelea.
akamwambia jina lako hutaitwa tena Yakobo. Hutaitwa tena, linabadilika jina eh? Ndio. Hutaitwa tena Yakobo bali ila Israeli. Ila Israeli, ndio lile la Kiarabu. Isra mwendo, laili usiku. Na hiyo habari hapo wanapigana saa ngapi? Usiku. Ndio maana namwambia niache pasije pakafanyaje? Pakapambazuka. Umenelewa? Endelea sasa. Okay. Akasema jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli. Kwa nini? Maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Mbona maneno ameshindana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo alikuwa anapigana naye kwa mujibu wa Biblia nina? Ni Mungu. Lakini hatuwezi kukubali hayo maneno. Au unasemaje simulizi? Okay. Kwa hiyo nilikuwa nataka iko kipande cha jina ukipate. Okay. Isra laili. Isra maanake ni usiku, ni mwendo, lailan maanake usiku. Kwa hiyo hapo walipokuwa wanapigana na huyo kama malaika mtu au Mungu, akamwambia niache niende maana kuna pambazuka. Kwa maana usiku yalikuwa yale mapigano. Ndipo hapo akamwita jina, hutoitwa tena Yakobo bali nani? Israeli utakuwa jina lako. Sasa simulizi, huyo ndiye aliyezaa mataifa 12 ya wana wa Israeli. Alipozaa mataifa 12 ndiyo asili ya kutoka au kuelekea wapi? Misri. Sasa sisi kwa Waislamu, ndio maana ninakwambia hiyo sikukuu ni ya Waislamu. Nakwambia sikukuu ya Waislamu kwa sababu Yakobo mwenyewe kwa mujibu wa Qur'ani simulizi alikuwa Muislamu. Okay. Sawa. Tusome Qur'ani 2:131 mpaka 32. Na Ibrahimu akawahusia haya wanawe na Yakobo. Sawa? Pia akawahusia wanawe, enyi wanangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini, basi msife nanyi mmekuwa wanyenyekevu. Kwenye Kiarabu inasema inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Popo simulizi. Msife isipokuwa mmekuwa Waislamu. Yakobo mwenye Pasaka yake sasa kwa mujibu wa Qur'ani anaonekana ni Muislamu. Historia ya hapa sasa simulizi ukitaka kuipata, yule mtoto anaitwa Yusufu, unajua alikuwa anachukiwa na ndugu zake, sio? Si unajua historia hiyo? Mpaka wakapanga njama kwanza wamtupe kisimani au wasingizie kaliwa na mbwa mwitu. Lakini historia alipotupwa kisimani, akaja akabebwa na wale wapita njia wa misafara, ndipo akauzwa Misri. Ikawa sababu sasa ya Yusufu kwenda Misri. Kikatokea cha kutokea mpaka ndugu zake Yusufu na Yakobo na wao wakahamia wapi sasa? Nadhani historia inajulikana. Wakakaa Misri utumwani kwa muda miaka 430. Topo. Yusufu ukisoma katika Qur'ani 12:101 ni Muislamu. Ndio maana nakwambia ni sikukuu ya Waislamu. Yusuf kwa mujibu wa 12:101 ni Muislamu. Sasa walipokuwa kule Misri, walipokaa utumwani kwa muda miaka 430, ndipo sasa yakatokea yale mapigo 10 kwa Firauni. Lakini Firauni chawa aliletewa, akaletewa kunguni, akaletewa bahari maji kujaa damu, kubadilika, yote aliyakataa. Akapewa pigo la mwisho linaitwa Pasaka. Okay. Bwana Selimu, na mimi nataka ufunuke akili. Sasa hii Pasaka ilikuwaje? Hemu 16:1 kumbukumbu la Taurati. Tusome 16:1 kumbukumbu la Taurati. Kuna vitu utajifunza sana. Alafu kuna maswali utaondoka nayo mwenyewe, utatakiwa ujiulize simulizi. Haya maswali yakoje? Sawa. Utunze mwezi wa Abibu. Huo mwezi wenyewe unaitwa wa Abibu. Endelea. Ukamfanyie Pasaka Bwana. Ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako. Endelea. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Kwa sababu ulikuwa ni mwezi wa Abibu. Huo mwezi wenyewe wa Pasaka, huo simulizi unaitwa Abibu. Tumeelewana? Tutakwenda kuutafuta Abibu ni mwezi gani. Unaitwa Abibu. Abibu ni nini sasa? Rudi Kutoka 12:2. Kutoka 12:2 anasema hivi. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Simama hapo.
mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Sawa, endelea kidogo. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Kuna vitu viwili simulizi. Kuna kuwa ni mwezi wa mwanzo kwenu, lakini akaufafanua. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Yaani ule mwaka ule utakuwa ni mwezi wa kwanza. Endelea kidogo. Waambieni mkutano wote, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo. Sawa, endelea. Kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Endelea. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Endelea. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja. Endelea. Kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Endelea kidogo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana dosari, asiwe na dosari, wa kiume wa mwaka mmoja. Endelea. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. Endelea. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Ndiyo. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Endelea. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Endelea hapo, tulia sasa, simama hapo hapo. Simulizi, huo ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, ambapo itakuwa ni siku ya 10. Sijui umeelewa? Mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, lakini siku ya ngapi? Manake ni tarehe ngapi? 10. Tarehe 10 mwezi huo sasa wa kwanza, sisi Kiislamu mwezi wetu wa kwanza ni mwezi wa 4, ambayo kwa hii miezi tulionayo sisi mwezi wa kwanza kwa Waislamu ni mwezi wa 4. Hapana, sio kwa miezi yetu sisi ya Kiislamu. Ule mwezi wa 4 ule ndio unahesabiwa mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Kwa maana hiyo mwaka mpya wetu sisi ni mwezi wa 4. Kwa maana hiyo sasa hivi tupo mwisho wa mwaka huu, mwezi tuliopo sasa hivi. Kwa kinani? Kwa hesabu ya kimiezi ya kidunia. Okay. Sisi sasa hivi tuko mwezi wa 9 Ramadhani. Ni mwezi wa 9. Huu mwezi wa 9 wa Ramadhani. Okay. Umenipata? Lakini huyu Musa anaambiwa utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Kwa hiyo kama unatakiwa mwaka unaanza 2025, unatakiwa mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Sisi Kiislamu mwezi wa 4 kwetu ndo unakuwa mwezi wa nini? Wa kwanza. Ile siku ya 10 ambayo wanatakiwa wamchinje kondoo, sisi tunafunga, inaitwa Ashura. Tarehe 10 mwezi wa 4 kwa mujibu kwetu sisi ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu, tunafunga, hiyo inaitwa Ashura. Kwa nini tunafunga funga hiyo? Tunaadhimisha kitendo cha wana wa Israeli waliokaa utumwani kwa muda miaka 430 wakivuka bahari ya Shamu kurudi katika nchi yao ya ahadi. Ndio maana nakwambia hili la Waislamu. Sasa kumbe wanaambiwa wana wa Israeli wachukue katika kondoo ama mbuzi kwa hesabu ya kila mtu ndani ya nyumba. Kama mpo wachache mnaongeza na ndugu zenu wengine. Tuendelee hapo ulipomalizia. Sawa. Okay. Msile nyama mbichi. Masharti hayo Okay. Sawa. Okay, tulishia hapa ya 7 na endelea nani? Watakula nyama yake usiku ule ule. Rudi juu kidogo. Ya 7 sasa. Mstari wa 7. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika nyumba zile, katika zile nyumba watakazo mla. Natosha. Mlango wako si ule pale bwana msimulizi? Ile damu ya mnyama mtakayochinja ndipo mtaipaka katika miimo. Yaani kule juu mtapaka ile damu. Mtapaka kwa sababu gani? Mtapaka kwa sababu itakuja kuambiwa hapo mbele. Endelea. Okay. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni. Tena ile nyama yenyewe ile tunaambiwa imeokwa motoni tu ile usiku ule ule. Endelea. Pamoja na mkate usiotiwa chachu. Na mkate usiotiwa chachu. Endelea. Tena pamoja na mboga zenye uchungu. Kwetu sisi tunaita chunga. Okay, kumbe ndo zile. Ndo zile sasa. Unatakiwa ile nyama ndo ile pamoja naye. Endelea simulize kidogo. Msile mbichi wala ya kutokoswa majini. Umeona maneno hayo?
Msile mbichi wala ya kutokoswa, manake kupikwa katika maji. Endelea. Sio supu. Bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Kila kitu kibanikwe. Dondafu. Kila kitu kibanikwe. Endelea kidogo. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi. Msibakishe. Masharti hayo, msibakishe. Endelea tena. Bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Kikisalia sio mnakichemsha mnakila, mnakichoma kwa moto. Endelea. Tena mtamla hivi. Masharti hayo. Wakati wa kula huyo mnyama mnamla hivi. Mtakuwa mmefungwa viuno vyenu. Kwanza kamba mtakuwa mmefunga kiunoni. Endelea. Mmevaa viatu vyenu miguuni. Pili watatakiwa wavae viatu miguuni. Endelea. Na fimbo zenu mikononi mwenu. Na mkononi umeshika fimbo. Endelea. Nanyi mtamla kwa haraka. Unatia tonge hili simulizi, unapeleka hili, unapeleka hili, unapeleka hili. Ni Pasaka ya Bwana. Ni nini hiyo sasa? Simulizi Biblia hiyo. Sio Qur'ani. Bado hatujapata ya kuzaliwa Yesu. Asante sana, ya kufa Yesu. Sasa kama hiyo wakati wa Musa ipo, kuna kitu najifunza? Kuna kitu najifunza. Hiyo wakati wa nani? Hii ni kipindi cha Musa hicho. Ipo nini? Pasaka ipo. Vipi unaambiwa Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu? Sawa. Labda inawezekana kuna maandiko mengine hapa yanayothibitisha kwamba Pasaka ni kufa kwa. Sasa kama yatakuwepo maandiko hayo kufa na kufufuka kwa Yesu, ili la Pasaka, kwa hiyo kuna Pasaka ngapi duniani? Sasa utasema kama vile wanaosemaga sabato zipo nyingi, na Pasaka. Haiwezekani sabato moja na Pasaka moja. Pasaka hiyo walipewa wana wa Israeli kwa sababu ya kukaa utumwani kwa muda miaka 430. Yale mapigo 10 yalipotokea, Firauni alipoyakataa, ndo Mungu akawaamrisha wamchinje mnyama, alafu ile damu atapaka kwenye miimo ya lunga. Leko nini? Passover, manake malaika watakapokuja kuadhibu, wakikuta nyumba ambayo ina damu imewekwa, wanajua nyumba hii ni ya wana wa Israeli, hawatoshusha adhabu. Umenipata simulizi? Hapa nakupata. Ndiyo maana ya kupaka pale. Sasa akitokea mtu simulizi akija kukwambia Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, unaanza kupatwa na mashaka. Mbona wakati wa Musa Pasaka ipo? Lakini sio hivyo tu. Emfungua Luka 2:41, kuna kitu cha msingi sana utajifunza hapo simulizi. Luka 2:41. Sawa. Anasema basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Wazee wa nani? Wa Yesu. Rudia andiko hilo simulizi. 41 anasema hivi, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Kabla Yesu mnasema kufa, si ndio hivyo? Lakini wanaonekana wazee wa Yesu wanakwenda Yerusalemu kila mwaka katika sikukuu ya nini? Ya Pasaka. Kwa hiyo hata wazee wa Yesu walisherekea nini? Pasaka. Pasaka. Endelea tena, kuna kitu cha kujifunza. 42. Na alipofikisha umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Yesu alipofikisha umri wa miaka 12 akapanda kama desturi ya sikukuu. Endelea. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Asante sana. Umejifunza nini? Yesu alibaki Yerusalemu. Yerusalemu walienda kufanya nini? Ndio hapa. Labda ndio hapo Yerusalemu wao walikuwa wanaenda kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Na Yesu kumbe alipokuwa mtoto alifanya nini naye? Alisherehekea Pasaka. Kwa hiyo alikula itima yake mwenyewe. Mwe kuna vitu simulizi vya kujifunza. Ndio maana nasema kila siku simulizi wa Kristo wajitahidi kusoma Biblia wasisomewe. Umeelewa? Wasome Biblia wasisomewe. Kwenye Biblia hakuna kifungu kinachoonyesha Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu, hakuna. Kwa mafundisho ya Wakristo kuhusiana na Pasaka na kufa kwa Yesu, huwa tunasema sisi hatuchinje tena. Kama hivi inawezekana ni hii ya kuchinja, lakini hatuchinje tena kwa sababu yeye Yesu Kristo sisi ndio tunamuita mwana kondoo. Na ndio maana watu hata baada ya ile kufufuka, tunaposema umefufuka, tunasema Kristo ndiyo Pasaka wetu. Pasaka yetu sisi tunasema ndio yani mwana kondoo wetu
ameshaishinda dhambi. Sasa hivi sasa tunaimba, tunasherehekea, ndio tunasherehekea ile Pasaka, kwamba baada ya kufa Yesu Kristo na kufufuka, sisi tunasherehekea hivyo, hatuchinji tena. Sasa hiyo sio Pasaka. Pasaka yenyewe ilikuwepo kipindiko, na hayo maneno nayosema simulizi sio maneno yaliyoko katika mstari, ni maneno watu fulani wamekaa wameyatengeneza kuyakubalisha watu. Lakini ukisoma katika Biblia maneno hayo yanayosemwa hakuna. Maneno yaliyoko kwamba Yesu mwenyewe alikwenda Yerusalemu akala Pasaka pamoja na wazee wake. Ikiwa Pasaka ni kufa na kufufuka Bwana Yesu alivyokwenda kula Pasaka, alikufa nani, alifufuka nani? Unless ndo wanakuja wanasema watuambie Pasaka mbili. Biblia haikubali kama kuna Pasaka mbili. Biblia inasema Pasaka ni ile ya wana wa Israeli waliotolewa utumwani kwa muda miaka 430. Hii Pasaka ya kufa na kufufuka Yesu katika Biblia hakuna. Na ndio maana kuna kipande katika Biblia Yesu alikula Pasaka. Alikula kabisa Pasaka Bwana Yesu. Sasa kama Yesu kala Pasaka, alikufa nani? Pasaka simulizi sio sikukuu ya Wakristo. Emsoma Yohana 4:6. Yohana 4:6. Sawa. Anasema na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Badisha 6:4. 6:4. Sawa. Anasema na Pasaka sikukuu ya Wayahudi ilikuwa karibu. Unapata jibu gani? Pasaka ni sikukuu ya Wayahudi. Wakristo wameingia hapo. Mfunga. Umeelewa? Hatusherekei Pasaka labda kwa kufurahi. Tunasherekea Pasaka kwa kufunga ile siku waliotoka utumwani. Mwezi 10 tarehe 10 walipotakiwa wakuchanye mwanakondoo wa mambuzi, sisi siku ile ndo tunafunga. Umeelewa? Kwa hiyo tunasema lile ni jambo la kwetu sisi. Lakini wenye sikukuu yao kwa mujibu wa Biblia wanasema sikukuu ya nani? Ya Wayahudi. Lakini sisi Waislamu kwa sababu Musa ni Muislamu. Ukisoma 10:84 Qur'ani. Umenipata bwana simulizi? Ni Muislamu. Kwa hiyo Muislamu mwenzetu kapandwa na jambo kama lile la kukaa utumwani, anawatoa wana wa Israeli. Aliwatoa Musa kuwapeleka Kanaani. Wakapiga bahari ya Shamu fimbo, ikakatika ile bahari ya Shamu. Lile tukio sisi ndo tunalifurahia, lakini tunafunga siku hiyo. Wakristo wao wanafurahia wakidai kwamba alikufa Yesu na kufufuka. Swali la msingi la kujiuliza, ikiwa Yesu katika Luka 2:41 anakwenda na wazazi wake Yerusalemu kusherehekea Pasaka, alikufa nani na kufufuka nani? Sasa kama mnasema Yesu ni Waisraeli ni ndugu zenu kwa imani kama hivyo Waislamu, tunaona kwa Yesu mwenyewe maana yake mnakuja kumuita Muislamu. Kwa nini hamshughuliki na kifo chake na kufufuka kwake kama alivyokuja? Na hata mnasemaga alikuja kwa ajili ya Waisraeli tu, hakuja kwa ajili ya wanadamu wote. Lakini ukiangalia hao wengine kwenye sikukuu zao mnaingia kivipi? Kuna kitu kuamini na kuna kitu kufunga. Kufunga manake tunashirikiana nao tendo hili la sisi kupata thawabu. Kwamba kile kitendo kilichowatoa wao wakavuka bahari ya Shamu, sisi kile ni kwetu sunna kufunga. Kwa nini? Manake wale sisi tunawasapoti kwa kile kitendo walichokifanya. Lakini Yesu kwa mujibu wa Biblia ukizungumza kufa simulizi sio kweli. Kwa nini sio kweli nakwambia hivyo? Yesu hakufa wala hakufufuka, kwa sababu kuna kitu cha kujifunza simulizi. Yesu kafa kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Inawezekana kweli afe mtu mwingine dhambi iondoke kwako? Uwezo wa Mungu ni ajabu, inawezekana. Maandiko tunataka. Sawa sawa umeenda hospitali simulizi unaumwa malaria, daktari anajichoma sindano nywi afu malaria itoke kwako. Haiwezekani. Mungu alishakataa katika 18:20 Ezekieli, alishakataa katika Kumbukumbu la Taurati 24:36. Alishakataa kwamba mababa wasiuawe kwa ajili ya dhambi ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya dhambi ya baba zao. Kila mtu anapaswa kuuawa kwa dhambi yake mwenyewe. Lakini sikumalizia na Yohana 8:21. Soma Yohana 8:21. Okay. Anasema basi akawaambia tena, ndiyo, mimi naondoka nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Inatosha. Anawaambia mimi naondoka wanafunzi wangu, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Sio mimi nitajitolea kufa katika dhambi zenu.
nyinyi mtakufa katika dhambi zenu. Hakuna habari ya kubebeana dhambi. Chomeka na Galatia 6:5 simulizi, uone raha yake, namna maandiko yao yanavyoungana hapo ndani. 6:5 anasema maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Unajifunza nini? Kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Kwa nini sasa Yesu atubebee sisi madhambi, tuzini sisi, abebe yeye? Kwa nini? Tunasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Si ni kwamba mpaka umwamini ndio usipotee. Kumwamini kama nani? Sio kufa. Sasa simulizi imesema kumwamini, na sisi Waislamu tunamwamini kwamba huyu tunamwamini ni mtume aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo kitendo cha kuamini si tunacho, tunaamini, sio kwamba kufa. Vitu viwili tofauti. Kuamini sisi simulizi tunaamini, lakini sio kufa. Hakuja kufa eti kwa sababu watu wakombolewe dhambi. Hakuja kufa kwa staili hiyo. Na ndio maana ukisoma soma Ezekiel 18:20 kuna kitu tutajifunza kidogo. Sawa. Ezekiel 18:20. 20. Anasema lo itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Asante, endelea. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Nini unajifunza? Kitenda dhambi unakufa mwenyewe na dhambi yako. Mimi simulizi, kuna siku nitakuja kukupa somo ili la kusema kufa Yesu hili. Nitakuja kupa vipengele muhimu sana. Kimoja katika kipengele ni hicho. Hakuna mshindilia na Kumbukumbu 24:36 kama sijakosea. Kumbukumbu 24:36. Hebu isome hiyo. Haifiki 24:16. Jaribu 24:16. Na ngoja ni mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, tena wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Ndio. Kila mtu na auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Nini unajifunza? Na kwa maana kubidiana dhambi. Hakuna. Simulizi akili haikubali kwamba simulizi nipigwe mimi alafu midhambi utende wewe itoke kwako. Ndio maana tunasema hakuna dhambi ya asili, tusidanganyane. Yaani wewe uliyefanya dhambi, mimi Shafi nikifanya dhambi simulizi, dhambi itakuwa juu yangu. Na wewe ukitenda dhambi, dhambi itakuwa juu yako. Tusimbebeshe mzigo Yesu kaja kubeba madhambi yetu. Tena watu wanasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Tunakenda kanisani kufanya nini wakati ule kashakufa? Tulirelax basi. Tuache tutende dhambi kwa sababu yule bwana mkubwa akapigwa, hiyo ofa imetoka manake. Lakini haya maneno wachungaji wanayasema sio ya kweli. Ukitenda dhambi itakupata mwenyewe, na usipotenda dhambi utafaidika mwenyewe. Ndio maana sisi katika Qur'ani Mungu anasema hatobeba mzigo mtu kumbebea mtu mwingine. Unanipata bwana simulizi? Una la ziada? Na la ziada kuhusiana na hii Pasaka. Yes. Tumesema Pasaka ni Passover, maana yake kupita juu. Na umesema pale ni pigo la mwisho. Sasa sijaelewa hapo katika pigo la mwisho, lakini sisi tunasherehekea kufa na kufufuka kwa Kristo. Labda hakuna sehemu yote mwahi kusoma kuona kuna sehemu tunaunganisha. Kwa sababu mimi sina maandiko, najua nitawafuata walimu wa Kikristo wanaweza wakanifundisha zaidi. Labda sisi hii tumeitoa wapi? Asante, hilo swali sio langu mimi sasa. Okay. Umenipata bwana simulizi? Hilo swali na kuachia wewe sasa uanze kupanda nalo. Umenielewa? Sababu mwezi wa 4 kesho kutwa. Na watu wanasherehekea, na leo watu wamefunga. Waislamu wamefunga, Wakristo wamefunga. Sasa hilo swali utaenda kuwauliza wao walimu sasa. Ikiwa Biblia inasema Yesu alikula Pasaka na ana miaka 12 alikwenda na wazazi wake kusherehekea Pasaka, na nyinyi mnasema Pasaka ni kufa na kufufuka Bwana Yesu. Swali, Pasaka aliyokwenda kusherehekea Yesu na wazazi wake alikufa nani na kufufuka nani? Unasemaje? Sawa, mimi nashukuru kwa muda wako. Tumalize kipindi kuhusiana na Pasaka. Asante. Pasaka ni sikukuu ya Wayahudi. Pasaka ililetwa kwa sababu ya wana wa Israeli
waliokaa utumwani kwa muda miaka 430, Mungu akaleta mapigo 10 yakiwemo chawa, damu na kugeuza kila kitu pale katika Waisraeli, lakini hawakubali. Firauni hakukubali kuachia wana wa Israeli. Pigo la mwisho Mungu akaleta Pasaka ambayo inapatikana katika mwezi wa kwanza mfungo 4 tarehe 10. Wanatakiwa watu wachinje mnyama, zile damu wataika katika miimo ya nyumba, alafu Passover malaika wakija wakikuta zile damu watapita juu katika nyumba ile na kwenda kuwaangamiza Firauni na watu wake. Kwa hiyo niwaambie, Pasaka sio kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, bali Pasaka ni ukombozi kwa wana wa Israeli. Tunasherehekea miaka 430 waliokaa utumwani. Kama tumeacha netu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.